Sekta ya afya ni mojawapo ya maeneo yaliyopewa kipaumbele kikubwa barani Afrika katika juhudi za kufikia malengo ya Ajenda 2063. Katika mkutano wa hivi karibuni uliofanyika jijini Finfinne katika makao makuu ya Umoja wa Afrika kupitia Baraza la Utendaji, mada kuu ilikuwa ni namna ya kujitegemea kifedha pamoja na kuimarisha mageuzi ya kitaasisi barani Afrika. Katika mahojiano maalum na OBN, Daktari Justin Menda, mkuu wa idara ya taarifa, mipango na uwajibikaji wa CDC Afrika, alieleza kuwa moja ya maeneo yaliyopewa kipaumbele kikubwa barani Afrika ni sekta ya afya pamoja na juhudi za kuimarisha mifumo ya huduma za afya. Na kama unavyojua, ili kuweza kutekeleza Ajenda 2063 na hasa kuweka maendeleo endelevu Afrika, ni lazima kuimarisha afya na usalama wa afya Afrika. Rasilimali watu ni moja ya nyenzo kuu katika kuhakikisha kwamba maendeleo ya bara yanaendelea, na afya inasaidia kuhakikisha kwamba tunapunguza upotevu wa uzalishaji unaotokana na watu wanaokufa kabla ya kufikia muda wao, lakini pia wakati wako wanaishi wanapoteza muda mwingi kwa wanapatwa na magonjwa. Kwa ni muhimu sana kuhakikisha kwamba tunapunguza na tunaimarisha afya za wanadamu ili tuweze kuongeza uzalishaji Afrika na kuweza kufikia Ajenda 2063. Aidha, Daktari Justin alibainisha kuwa mafanikio makubwa yamepatikana kupitia mageuzi yaliyofanyiwa katika taasisi za afya, hatua ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa katika kudhibiti magonjwa barani Afrika. Sehemu kubwa ambayo tumepiga hatua na tunaendelea kupiga hatua Afrika ni kama nilivyosema, ni kuendelea kuimarisha hizo taasisi za udhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, na tunaona mpaka sasa zaidi ya nchi wanachama 27 zimeweza kuwekeza na kuanzisha hizo taasisi za udhibiti wa magonjwa na za kuimarisha afya ya jamii Afrika. Hii ni hatua kubwa ukilinganisha na hapo awali ambapo tulikuwa tuna nchi chache sana Afrika, zaidi ya nchi 9 ambazo zilikuwa zina hizo taasisi. Kwa tunavyoendelea kukua, hizo nchi zinaongezeka. Lakini pia ni kuongeza mtandao wa maabara za kuweza kutambua na kudhibiti hayo magonjwa, na sasa zile ambazo zinaweza kuchambua vinasaba vya magonjwa yale yanayosababisha magonjwa kwa binadamu. Kwa sasa hivi tuna takribani nchi 49 ambazo zina uwezo wa kuchambua vinasaba vya visababishi vya magonjwa. Vile alisitiza kuwa nchi nyingi za Afrika zinaongoza kasi katika kuboresha usimamizi wa taasisi za afya, jambo ambalo ni mafanikio makubwa yatakayoliwezesha bara kufikia malengo yake kwa muda mfupi. Tuna nchi nyingi ambazo zimepiga maendeleo na maendeleo endelevu sasa kwenye masuala ya afya, na tukianza na nchi chache ikiwemo Ethiopia hapa ina taasisi tayari ya kudhibiti na kupambana magonjwa. Wakati tunapata lile janga kubwa la Ebola kwenye nchi za Afrika Magharibi, nchi karibia zote hazikuwa na hizi taasisi, lakini ukiangalia nchi kama Liberia, Sierra Leone na Guinea baadaye zimeanzisha zile taasisi, na sasa wakipata yale matatizo wana uwezo wa kuyakabili kwa sababu tayari washaanzisha hizo taasisi. Ndani ya miaka 10 mpaka 15 nchi nyingi tu zitakuwa zimeweza kutekeleza. Kama nilivyosema, tuna nchi 27 ambazo tayari zimeshaanzisha hizo taasisi, na tuna nchi zaidi ya 19 ambazo tayari ziko kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba zinaanzisha hizo taasisi. Kwa ni matumaini yetu kufikia 2035, miaka 9-10 takriban, labda karibia nchi zote zitakuwa zimeweza kufikia hilo lengo.